Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairu khalqi nabiyina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ndugu viongozi wa msikiti, viongozi mbalimbali mliopo, waumini wenzangu nyote kwa pamoja, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mwanzo naomba ni kuungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwa kutujalia fadhila hii tukaweza kushiriki na kutimiza sala hii ya Ijumaa katika ardhi tukufu ya msikiti huu. Tumshukuru kwa sababu wapo wenzetu wengine ambao walitaka hili walipate, lakini kwa dharura mbalimbali zilizoko nje ya uwezo wao wameshindwa hili kulipata. Lakini wapo wenzetu wengine ambao hawana dharura yoyote, lakini tu mioyo haikukunjuka, wakaona umuhimu wa kulitimiza hili. Kwa hivyo hao ni wenye hasara kubwa zaidi. Sisi ambao Mwenyezi Mungu alhamdulillah katunyoosha, tukanyooka, nafsi zetu zikanyooka, zikakumbuka wajibu huu, wajibu wetu tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Ndugu waumini wenzangu, leo ni siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa tumefaradhishiwa kuwaidhiwa, kupewa mawaidha kama ni sehemu ya sala hii tukufu ya Ijumaa, na alhamdulillah khatibu kalitimiza hilo, akatupa darsa zuri juu ya uzawa wa tume katika watukufu katika dini yetu, pamoja na uzawa wake wote, kuanzia mama na yeye mwenyewe vile vile Nabii Isa alayhi salam. Hili ni muhimu kulikumbuka, kwa sababu ndio tunayosema ndiyo faida moja ya Uislamu, kwamba Mwenyezi Mungu katujalia neema kwanza ya kitabu bora ambacho kimeeleza kila kitu kilichokuja kabla na kikapotoshwa. Qur'an tukufu imekuja kukinyosha, na yaliyokuwa yatakuja baadaye hayajazungumzwa kwenye Qur'ani, pia tumeelezwa, tumekumbushwa takriban kila kitu, tumesomeshwa kila kitu katika Qur'an tukufu, na tukapata na mwalimu aliyekuwa bora kabisa, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiyachanganya haya na wasaidizi wa hata yeye alipoondoka, ambao anaendelea kuifanya kazi hii ya kutusomesha, kwa ujumla wake utasema kwamba Mwenyezi Mungu wa kuwa Waislamu, basi Mwenyezi Mungu katupa neema kubwa sana. Na kwa sababu katika nchi yetu wengi wetu au kwa sehemu kubwa ni Waislamu, basi pia nchi yetu imepewa neema kubwa sana kwa kuwa na watu wake wengi ni Waislamu. Lililobakia nadhani ni sisi wenyewe kujiuliza, nchi yenyewe na tunawamiliana nao wanafaidika na huo au hiyo sisi kwa Waislamu? Haki ilitegemewa kwamba ukiwa Muislamu basi katika ngazi yoyote au katika jambo lolote lile unalolifanya, basi ionekane na mtu ashukuru kama hili kalifanya Muislamu. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, anategemewa mnunuzi afaidike kwamba muuzaji ni Muislamu, kwa sababu hatokunjwa, kwa sababu hatodhulumiwa, kwa sababu atatimiziwa
hatuuziwa kitu kilichoghushiwa. Huo ndio Uislamu. Ikiwa wewe ni mwalimu, basi inategemewa kwamba mwanafunzi afaidike zaidi, kwa sababu anayemsomesha ni Muislamu, atafata miiko na yanayotakiwa katika Uislamu. Ikiwa wewe ni daktari, nategemewa mgonjwa afaidike, kwa sababu atapata huduma kutoka kwa mtu ambaye ana mila, ana itikadi, ana akhlaki za Kiislamu. Inategemewa hivyo hivyo katika jambo lolote tunalolifanya. Kama ukiwa kiongozi ni sheha, basi itegemewa kwamba wote wafaidike, waone raha, waone faida ya kuwa na sheha ambaye ni Muislamu, kwa sababu atatimiza wajibu wake, atatimiza na atawatimizia wale ambao anapaswa awahudumie. Na ukiwa kiongozi katika ngazi nyingine yoyote ile, tunakuwa nayo, tunapaswa tufanane na Uislamu na watu wafaidi na Uislamu. Mimi huwa nawapa watu hadithi moja ndogo. Nilipokuwa nasoma nchini Italy, nilikuwa na mwanafunzi mwenzangu kutoka nchi ya Slovenia. Akawa ni mtu alinizoea sana, mpaka kuna rafiki yangu mmoja kutoka Zimbabwe akawa anahoji ukaribu wa utani, bila shaka kwa sababu alikuwa ni msichana. Lakini yule dada akatoa sababu moja kubwa, akasema, mimi katika nchi yangu ya Slovenia, mimi mwenyewe au wengi tulioko ni wafuasi wa kanisa la Orthodox. Kwa wengi wanafahamu kwamba ukiambiwa ni Orthodox Church, manake ni watu ambao wanaofuata Ukristo kweli kweli, wenye misimamo wa kweli kweli. Lakini anasema Waislamu ni wachache sana katika nchi yetu. Lakini ajabu ni kwamba akifanya jambo Muislamu katika nchi yetu sisi, inakuwa ni hadithi mjini kwamba basi hili kafanya Muislamu. Lakini sisi wenyewe wafuasi wa Orthodox, hata mtu ukisikilikana kafanya jambo gani, haiwi ajabu wala haiwi ni jambo la kuzungumza. Lakini akifanya Muislamu, basi linakuwa ni jambo la kuzungumzwa, jambo lile lile ambalo ni la kawaida sana akifanya mtu wa madhehebu nyingine. Nasema nani? Kwa sababu hata wanavyoishi na watu, sisi pahala peke yake ambapo tunakwenda siku za Ramadhani, siku zote tunakula katika msikiti wao, tunakwenda tukiftari nao katika msikiti wao wa Jami, msikiti wao wa Jami Masjid, msikiti wao mkubwa. Siku za sikukuu, siku za Ijumaa. Kwa hivyo kwa hakika wamewavuta watu wengi sana. Akasema hata mimi mwenyewe, tatizo kwangu, kwetu, kwenye familia yetu sisi, nikisema leo nimetoka kuingia Muislamu mtapata shida, lakini kwa hakika navutika sana na Uislamu. Hiyo ndio miongoni mwa ushahidi wa kwamba kama Waislamu watafata yale ambayo tumefundishwa katika Uislamu, tena kwa kupitia kitabu bora, kwa kupitia mwalimu bora, ukitegemea pahala ambapo kuna Waislamu wengi kama nchi yetu ya Zanzibar, basi tungekuwa ni nchi moja yenye raha ya kweli kweli. Usingekuwa na mtu wa kwa alalamike, adhulumike, awe hana hakika atakapokwenda, hana hakika na kiongozi.
kwamba pengine kiongozi mdogo tu akianzia kwa sheha, akaenda kwa mkuu wa wilaya, akaenda kwa nani, kote huko anapata shida, na hawa wote ni Waislamu. Kwa hivyo mimi ninachosema kimoja tu, ndugu zangu, kwamba haya tunayoyapata, maana tunawaidhiwa sana katika Ijumaa, haya tunayoyapata basi tuyazingatie na tuwe tayari vile vile pale yanapokuwa yamefanywa ambayo sio, kusema jamani, hili silo, kwa sababu ndio mwenendo wa Kiislamu. Lakini tukitizama nchi yetu tutaona kwamba huko bahati mbaya siko tuliko, kwamba akilifanya pengine baya unajua, lakini kwa sababu ni wako katika mambo yenu, hata afanye jambo baya na namna gani, kwako wewe Muislamu hilo linakuwa si baya. Hata akiua utataka kuhalalisha kwamba hapa kuuliwa au kuuliwa kwenyewe kulikuwa sahihi. Huu mimi nadhani jamani, haitujengi, haitusaidii, hatuupi sifa Uislamu, hatuutendei haki Uislamu. Ni wakati tujipambanue, ni wakati tujitathmini, ili sisi wenyewe maisha yetu na nchi yetu ifaidike na sisi, kwamba nchi hii ina Waislamu waliokuwa wengi. Unaweza kusema nchi hii ni ya Waislamu. Nadhani katika hilo tukubali kwamba labda tumejisahau. Inshallah Mwenyezi Mungu, na kwa kupitia siku hii tukufu na sala tuliyosali, basi tuliomo ndani na walioko wenzetu wengine, Mwenyezi Mungu atuongoze ili tushikamane na misingi ya dini yetu, nchi yetu ipate kunyoka, nchi yetu ipate kuwa kweli ya amani na mshikamano wa kweli, na iwe ni nchi ambayo itakuwa na neema, kwa sababu tumefuata njia ile ambayo tumeelekezwa kama Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.